Tanzania kumekuwa na tuhuma za utekaji, na wewe umekuwa ukitajwa kwa kuongoza vikosi hivyo na tuhuma hiyo, na kama wewe ni mtekaji. Moja ya eneo muhimu sana kwa binadamu yoyote ni kuwa salama. Binadamu yote. Na jukumu moja kubwa tulionalo kama serikali ni kuhakikisha kwamba raia na mali zao wako salama. Naam, haleluya mtu wa Mungu. Nitazama na ni kwa wakati mwingine huu tena ambao Mwenyezi Mungu kanipa kibali kukujia mbele yako. Nimesikiliza, nimemnukuu vizuri Mheshimiwa Paul Makonda kwa mambo kadha walioyaongea, lakini nakumbuka hapo nyuma ni kama nimewahi kutoa clip iliyosema kwamba Mheshimiwa Paul Makonda aweza kuwa, ilitumia neno unabii ama utabiri ya kwamba hapo baadaye miaka ya mbele huko hatujui ni mwaka upi, ila aweza kuwa rais ajaye. Nilitumia lugha hizo, nikatumia neno, nikalifafanua vizuri neno aweza kutuokoa, kwa maana kwamba aweza kuwa rais, kwa maana kwamba awe ama asiwe, lakini ile mbegu alionayo iliyopandwa haiwezi ikapotea. Vinginevyo tu apitie kwenye msukosuko, kwenye choko za hapa na pale. Lakini kiuhalisia na kiukweli kabisa ni kwamba kwenye hili swali aliloulizwa la kuhusu kumiliki vikosi vya utekaji, je, wazani Mheshimiwa Paul Makonda aweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine? Jibu ambalo mimi nitakwambia kwa haraka, jibu ambalo nitakwambia ni kwamba hapana. Ni kwamba sidhani kama anaweza akahusika kwa namna moja ama nyingine. Labda pengine kama kuna namna moja ama nyingine anafaidi ama kunufaika, lakini jibu nitakalokupa kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba hapana. Mtu kuhusika kwenye madhara kama hayo, kwanza ukimsikiliza na ukamsikiliza vizuri na kwa makini kabisa, utajua kabisa huyu bila shaka ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye ajaye. Kwa wakati fulani anakuja apate nafasi kubwa sana, kwa sababu mtu kuonesha kwamba akija kuwa mahali fulani anaweza akafanya jambo kubwa fulani ni vile ambavyo anavyokuwa kakamata nafasi ndogo ya kawaida anavyoitendea haki, kwa sababu ishaandikwa kwamba aliyemwaminifu kwenye madogo pia hata makubwa pia atayaweza. Na mimi sidhani kama anaweza kwa namna moja ama nyingine, labda umuingize kwa sura ya kwamba wanaosema kwamba samaki mmoja akioza ni wote. Lakini hapana. Yaani wanaweza wakawa 50 waovu, lakini katikati ya wale watu 50 kuna 3, 4, 5 ambao hawakubaliani na maovu, hawakubaliani na mazara, hawakubaliani na mabaya. Kwa maana nyingine ni kwamba kinachotilia hofu na mashaka watu wengi ni kwamba kwa sababu hajaibuka kupinga, kutetea mabaya na utekaji na upotezwaji wa watu, siamini na sidhani kama anaweza akashiriki
kwa sura kwa namna moja ama nyingine, lakini bila shaka naamini ni mmoja ya watu ambaye anapinga, hata kama haongei hadharani kwamba anapinga na kataa, ila naamini ni mmoja ya mtu ambaye anapinga na kukataa. Naamini hivyo. Naamini hivyo kabisa kwamba huyu sio mpaka aje apotee, atoweke duniani ndio tuje tuseme alikuwa mwema, alikuwa anafanya mema. Hapana. Hebu tu tusidili na kale katika makosa mengi, tusidili katika mema mengi na makosa yale, tusidili tu na kosa lile moja tukaacha mema 95 aliyoyafanya. Tusijaribu hivyo, tusidili tu na hivyo kwamba huyu kafanya 95 mema, moja hili tu kalikosea karibu. Hapana, sio ako ndo kaweka upenyo kakumshambulia. Naamini kabisa Paul Makonda ni mtu ambaye ni hazina yetu, yani ni mtu ambaye naamini hivyo na huwa namuonaga hivyo, namtazamaga hivyo kwamba huyu ni moja mtu ambaye na anapita kwenye nyayo za Magufuli, kwa sababu yeye kama yeye kipekee na kibinafsi hajakiona cheo chake ni thamani kuliko utu wa mtu, kuliko haki ya mtu. Yeye hajaona mali na takataka zingine alizonazo kwamba zina thamani sana kuliko utu wa mtu au ubinadamu wa mtu. Kachukulia ubinadamu na utu wa mtu ni wa maana sana kuliko hizi zingine takataka tunazozitafuta kila siku ambazo tunazipambania. Naamini kabisa naye kwa upande wake ama kwa namna yake ni moja mtu ambaye anapinga, anakataa, haamini kwenye kuua, haamini kwenye kumpeka ama kumpoteza mtu. Naamini ni moja mtu ambaye nieleweke jambo hili, sije kaonekana kwamba kazani labda mimi ni chama fulani ama niko kwenye upande fulani. Hapana, siwezi nikawa na sidhani kama naweza nikawa kwenye hivyo na vingine vyama vingine, chama chochote. Hapana. Na hata kama Mungu anaweza kufanya maajabu yake, basi ni kwa kusudi fulani, ila hapana, sina na wala sifikirii kuwa na chama chochote. Mimi huwa na nyoka na mtu, hajalishi yupo ni chama gani, na nyoka na mtu kwenye yale mema anayofanya, anayotenda. Naongea kabisa kwamba hili alilolifanya 1 2 3 ni jema, hili liungwe mkono. Vipi, mnaonaje? Na wengine tukafanya hivi, mnaonaje? Kwa sababu hivi ndivyo ilivyotakiwa tuishi kibinadamu, ndivyo ilivyopaswa tuishi kiutu. Kwa sababu penda lile ambalo hata wewe unapenda kutendewa, usitende lile ambalo hata wewe haupendi, hautamani kutendewa. Tenda lile unalopenda hata wewe kutendewa, usitende lile ambalo hata wewe haupendi kutendewa. Marafiki yako ama ndugu yako haupendi atendewe. Kuwa na dili na upande wa mtu awe chama chochote, yani kafu CPCT,
awe nacho cheo na jamaa siwe nacho, ila kikubwa tu kuna mambo fulani anayafanya mema sana. Hayo yanapaswa kuigwa, yanapaswa kufuatwa. Hilo naunga mkono sana tu, yani najitoa mazima huko kwa asilimia zote. Akifanya kamoja ambako kajichanganya, basi yale 95 hayaonekani, anafunua yale 95. Sio tu huko kafanya na haya mema 95. Hili moja hili ni rahisi kurekebishika kuliko mtu akifanya 95 mabaya akafanya jema moja tu. Ni kweli tunaweza kusahau yale mabaya, tukajua huyu bila shaka moyo wake utakuwa umegeukia upande wa mema tu. Dili na mema. Nitaka nikusomee kidogo hawa mashujaa fulani hapa kwenye Danieli 3 mstari wa ngapi hapa? Hapa 10 na ngapi hapa? 3 mstari wa 8 pale nasema nianzie 8. Nitaisoma kwa upana kidogo kwa sababu neno la Mungu ili ulielewe kiupana zaidi. Nianzie 4. Nitaisoma kwa haraka sana kwa speed ambayo itaendana pamoja na wewe. Sema ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupa saa hiyo katika tanuru wakalo moto. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka na wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi kama ombea fulani. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, ni lazima anguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa katika tanuru wakalo moto. Wako Wayahudi kadha wa kadha ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hakujali wewe, hawaitumiki miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadreza hapo akapata ghadhabu kubwa kwa sababu ya kile ambacho alikiongea. Lengo lilikuwa ni kuwadhibiti hawa ambao wanajiita watumishi wa Mungu. Lengo lilikuwa ni kuwadhibiti, kuwataki waachane na masuala hayo. Lengo ni mimi. Ukisoma vizuri utaona kabisa kuna choko fulani, kulikuwa na kauvu fulani, kwa sababu kuna mambo fulani wanayafanya mema mazuri kidogo, wanapata sifa fulani. Sasa ili kuwadhibiti ikabidi watengeneze hiyo, ilikuwa imewalenga wao ili wafanyeje, wamtii mfalme kwa kuiabudu hiyo sanamu. Naongelea nini hapa? Naongelea haya masuala ambayo yamezuka, yamevuma, ambayo tusipoyapigia kelele, tusipoyapazia sauti, tutafika level na stage na hatua ambayo hatukutaraji, hatukutegemea kwamba tutafika, ama tutapita kwenye moto ambao Mungu wakati fulani anaweza akaruhusu kupitia humo ili pengine
ili pengine walau kila mtu, kila kiumbe, kila binadamu ajue kabisa hakika ama kweli yupo Mungu. Yupo Mungu atawalaye, yupo Mungu wa kisasi. Kwa sababu naweza nikakwambia kwa hili kwamba penda lile ambalo hata wewe unapenda kutendewa. Unatamani ndugu zako, jamii yako, rafiki zako, ndugu zako watendewe, lakini usitende yale ambayo hata wewe haupendi jamii yako inayokuzunguka kiujumla itendewe. Amen.